Operesheni ya Mossad ya 1960 nchini Argentina. Kukamatwa kwa Adolf Eichmann. Kutwa za miaka ya 1960, dunia ilikuwa bado inaumizwa na majeraha makubwa ya vita vya pili vya ulimwengu. Wahalifu wa mauaji ya halaiki, hasa wale waliotoka Ujerumani ya Nazi, walikuwa wamejificha kila mahali, wakijaribu kuepuka haki. Miongoni mwao alikuwa Adolf Eichmann, mtu aliyekuwa kiongozi mkuu katika mashine ya mauaji ya Wayahudi milioni 6. Operesheni ya Mossad, shirika la kijasusi la Israel, ilikuwa moja ya hatua za siri na za kusisimua zaidi katika historia ya kisasa. Iliandaliwa kwa ustadi mkubwa mwaka 1960 nchini Argentina na ilifanikiwa kukamata Eichmann bila kumudu umma. Hadithi hii ni ya kusisimua, inayochunguza mipango ya siri, hatari kubwa na ushindi wa haki dhidi ya uovu. Itachunguza kina jinsi Mossad walivyofanya kazi kama kivuli, wakivunja sheria za kimataifa ili kumudu mhalifu huyo. Eichmann, mtu wa kawaida aliyegeuka mfifi. Adolf Eichmann alizaliwa mwaka 1906 katika familia ya Kijerumani mjini Solingen. Alipofikia umri wa miaka 30, alikuwa afisa mdogo wa SS, jeshi la siri la Hitler, lakini jukumu lake lilikuwa kubwa sana. Alikuwa mrathirika wa suluhisho la mwisho, Final Solution, mpango wa Nazi wa kuua Wayahudi wote barani Ulaya. Kama mkuu wa idara ya 4B4 ya Gestapo, Eichmann alipanga usafirishaji wa Wayahudi milioni kadhaa hadi kambi za mauaji kama Auschwitz, Treblinka na Sobibor. Alikuwa na uwezo wa kuandika hati, kuandaa treni za kifo na kuhakikisha mauaji ya pamoja yanafanyika kwa ufanisi. Baada ya vita, alitoroka kutoka Nuremberg Trials, akajificha nchini Austria, kisha akapita Italia na hatimaye Argentina chini ya jina bandia la Ricardo Clement. Nchini Argentina, nchi iliyokuwa na historia ya kukubali Wakristo wa Ulaya wengi waliotoroka haki, Eichmann alijenga maisha mapya. Aliishi Buenos Aires, akifanya kazi kama mfanyakazi wa kampuni ya maji, akiolewa na mke wake Vera na kuwa na wana 4. Alikuwa mtu wa kawaida. Alitembelea sinagogi wakati mwingine ili kujificha vizuri zaidi, lakini moyoni mwake alibaki mfuatiliaji wa Nazi. Hata hivyo, siri yake haikuwa salama milele. Wayahudi waliotoroka mauaji walianza kumtafuta, na mwaka 1957 timu ya wataalamu wa Nazi Hunters walimunudu alama yake. Jinsi Mossad walivyopata picha na kuanza uchunguzi. Hadithi inaanza nchini Israel, ambapo timu ya wataalamu wa Wayahudi walimtafuta Eichmann kwa miaka. Mtu muhimu alikuwa Simon Wiesenthal, mwanaharakati wa haki, lakini ilikuwa Lothar Hermann, mgeni wa Wayahudi nchini Argentina, ambaye alitoa taarifa kuu. Binti yake Sylvia alikuwa akimpenda msichana wa jirani, Klaus Eichmann, mwana wa Adolf. Klaus alikuwa akijivunia babake kama Eichmann wa Nuremberg. Hermann alituma taarifa hii kwa mamlaka za Israel, ambapo Issa Herel, mkuu wa Mossad, alichukua hatua. Herel alikuwa na wasiwasi. Je, taarifa hiyo ilikuwa ya kweli? Mossad walianza operesheni ya siri, wakimtuma Yosef Ranan, kiongozi wa ofisi ya Mossad nchini Argentina. Ranan na timu yake walianza uchunguzi wa miezi 3. Walimtafuta Eichmann katika mtaa wa Garibaldi Rural nchini San Fernando, pembezoni mwa Buenos Aires. Walipata picha za siri, wakathibitisha kuwa Ricardo Clement alikuwa Eichmann kwa alama za uso, tabia na hata sauti. Walipiga simu nyumbani kwake, wakijaribu kumshawishi aongee Kiswabia ili kuthibitisha. Kila kitu kilithibitishwa. Huyu ni mhalifu aliyekuwa anafanya maisha ya kawaida. Herel alimshawishi Waziri Mkuu David Ben-Gurion, ambaye alikubali operesheni kamili. Ben-Gurion alisema, "Mchukue nyote mnakoweza, lakini hakuna mtu auwe." Hii ilikuwa amri ya moja kwa moja, kukamata bila kuua na kumleta Israel kwa ajili ya kesi. Timu ya wataalamu 30 walichaguliwa, wakiwemo Peter Malkin, Rafi Eitan na Issa Herel mwenyewe akisimamia mbali. Walifika Argentina chini ya visa bandia, wakitumia majina kama Pedro Eichmann au wageni.
Maandalizi ya siri, hatua kwa hatua. Operesheni ilipangwa kwa ustadi mkubwa. Mossad walinunua nyumba ya siri karibu na nyumba yake Eichmann, wakaitumia kama kituo cha uchunguzi. Walimfuatilia kila siku. Aliondoka nyumbani saa 7:30 asubuhi, akipanda basi la 203 kwenda General Moscone, akirudi nyumbani saa 7:30 jioni. Alikuwa na gari la Ford Taunus, lakini mara nyingi alitumia usafiri wa umma. Walijua ratiba yake kama wakati wa saa. Alitembelea sinagogi wakati mwingine ili kujificha vizuri zaidi, lakini moyoni mwake alibaki mfuatiliaji wa Nazi. Timu ilijifunza Kiswabia ili kujificha vizuri, wakitumia magari matatu, moja nyeusi, moja ya bluu na moja ya nyeupe. Walipanga jinsi ya kumudu. Malkin angeweza kumshika mhano, mwingine kumudu miguu na kisha kumpeleka kwenye gari. Walijua hatari. Argentina ilikuwa na serikali ya Peronisti iliyowapa hifadhi Wakristo wa Ulaya wengi waliotoroka haki. Polisi wa Argentina na wafuasi wa Eichmann wangeweza kuingilia. Mossad walipanga njia mbili za kukimbia, moja kwa ndege, mwingine kwa meli. Walinunua ndege ya El Al chini ya gharama kubwa ili kuwapeleka nyumbani. Siku ya kukamatwa, Mei 11, 1960. Iliisha saa 7:40 jioni tarehe 11 Mei 1960. Eichmann alishuka kwenye basi la 203 kwenye barabara ya Garibaldi na Chacabuco. Alikuwa amevaa suti nyeusi, kofia na miana. Malkin na timu walikuwa wakimsubiri. Walipofika, Malkin alimudu begeni, akamwambia Kiswabia, "Un momento señor." "Sekunde moja bwana." Eichmann alijaribu kukimbia, lakini timu ilimshika. Alipiga kelele, "No, I am not German, I am Argentine." Lakini Malkin alimshika shingo, akamwambia, "Chai up, you are Eichmann." Walimpeleka kwenye gari la bluu, wakimpunga na kumfunga midomo. Walimpeleka nyumbani kwenye kitanda, wakamtua nguo ili kumtafuta silaha au sumu. Hawakupata chochote. Walimpa chakula na maji, wakimtumia jina la Nachman ili kumshawishi. Eichmann alikiri madhilimu yake, akisema, "Nilifanya wajibu wangu." Walimpeleka kwenye nyumba ya siri, wakamhoji. Alikiri jukumu lake katika mauaji, akielezea jinsi alivyopanga treni za kifo. Timu ilishangaa. Huyo hakuwa shetani mwenye pembo, bali mwanamume wa kawaida aliyefuata amri. Majaribu na kupambana na polisi wa Argentina. Mke wake Vera aliripoti kupotea na polisi wa Argentina walianza uchunguzi. Mossad walikuwa tayari. Walitumia hekima ili kuwashawishi kuwa ni uongo wa kikundi cha Wayahudi. Eichmann alikubali kuandika taarifa kuwa alitoroka kwa hiari ili kuwapunguzia shaka. Walimpeleka ndege ya El Al tarehe 20 Mei chini ya ulinzi mkubwa. Wakati ndege ilipotua Tel Aviv, umma ulishangilia. Serikali ya Argentina ilikasirika na kumtuma mkurugenzi wa polisi Israel. Walifungua kesi kwenye UN, lakini Israel walitetea kwa haki ya Wayahudi. Eichmann alifikishwa Jerusalem, akahukumiwa na kifo tarehe 31 Mei 1962 baada ya kesi ya umma iliyoonyesha rekodi zake za mauaji. Athari za kina za operesheni. Operesheni hii ilibadilisha historia. Ilithibitisha uwezo wa Mossad kama shirika la kijasusi lenye uwezo mkubwa, likiweka msingi kwa operesheni nyingine kama Entebbe. Ilionyesha jinsi haki inavyofuata mhalifu popote. Lakini pia ilizua masuala ya kisheria. Je, Israel walikuwa na haki ya kumudu nchini Argentina? Hii ilifungua mjadala wa universal jurisdiction dhidi ya uhalifu wa vita. Kwa Wayahudi ilikuwa ushindi wa kiroho. Haki ilipatikana baada ya miaka 15. Eichmann alikufa akisema, "Nitakufa mwenye heshima," lakini ulimwengu ulimuona kama mfano wa banality of evil, kama Hannah Arendt alivyosema katika kitabu chake. Operesheni ilifungua milango ya haki kwa wahalifu wengine wa Nazi. Ujumbe wa historia. Hadithi ya Eichmann inatukumbusha hatari ya kufuata amri zovu bila kufikiri. Mossad walionyesha ujasiri, ustadi na kujitolea. Operesheni hii si tu kumudu mhalifu, bali waliwapa matumaini mataifa mengi yanayotafuta haki.
Leo inabaki kama moja ya hadithi za kusisimua zaidi, ikionyesha kuwa uovu hauwezi kujificha milele. Uwezo wa binadamu kushinda giza unategemea hatua kama hizi.